niwaombe tu, nyinyi ni wawakilishi, kwa hiyo mna jukumu kubwa la kuhakikisha yale mafunzo, maelekezo tunayopeana tuwe tunayasimamia, tuzungumze na jamii zetu vizuri, tuweze kutunza rasilimali za bahari, tupunguze vitu ambavyo namna moja au nyingine vinaharibu ustawi wa bahari yetu. Na nadhani elimu tunayo, hakuna tusilolijua, lakini uwepo wa hawa wataalamu wataongeza kutupatia elimu, kwa sababu elimu haina mwisho. Kwa hiyo tukiweka nia zetu safi, tukipambana na hili jambo, riziki kule baharini zitaongezeka. Zikiongezeka na vipato pia mfukoni pia vitaongezeka, na ndio target, kupunguza umasikini ulio katika mifuko yetu, ili kuhakikisha jamii wanasoma vizuri, wanaishi vizuri. Unajua riziki zikiongezeka na mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo tujue kwamba tuna jukumu la kusimamia na kulinda rasilimali za baharini ambazo ndo maisha yetu yanakotegemea kwa asilimia kubwa. Jambo la kwanza lazima tujue haki zetu na umuhimu wa rasilimali. Kwa kwanza tujitambue kwamba tumepewa majukumu mazito na makubwa, lakini mwisho wa siku katika uongozi huu tuone kile ambacho kimepangwa kimefikiwa lengo. Tunatarajia kuwa na sensa Jumatatu tarehe 15 mpaka tarehe 20, sensa ya uvuvi na vyombo vya uvuvi, lakini pia mara hii tutaenda zaidi kwa wakulima wa na wafugaji. Kwa hiyo tunaomba mashirikiano yenu. Kwa hiyo hii sensa hii kuanzia Jumatatu itaenda kusaidia serikali kurahisisha mipango, lakini pia na support iliyopanga kuwasaidia. Kama tunavyojua kwamba mazingira ya baharini kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinatokezea katika hizi jamii zetu. Kwa hiyo kwa kuziona zile changamoto, tukaona kuna haja ya kuja na hii taasisi ambayo itapelekea kuwasupport wanajamii kuweza kutafuta suluhisho la changamoto hizo, na kwa kufanya uhifadhi wa mazingira ya bahari. Lakini pia shughuli kubwa ambayo tunaifanya katika uhifadhi, tunajulikana sana katika urejeshaji wa matumbawe. Maana tuna shughuli ambazo tunazifanya, tunapanda matumbawe katika kitalu chetu ambacho kipo Jambiani. Jingine ambalo tunalifanya au tumekuwa tukilifanya ni usimamizi endelevu wa uvuvi. Na jambo jingine la mwisho ambalo tunalifanya ni usimamizi au ni maendeleo ya kilimo cha baharini. Kule tuna shughuli moja kuu ya ukulima wa sponge. Leo tulikuwa na hafla fupi ya kuzindua mradi ambao ni mradi wa usimamizi wa rasilimali za baharini kwa kushirikiana na jamii za pwani. Kwa hiyo ni usimamizi ambao hauleti mbinu na taratibu kutoka nje. Tunatumia mifumo na utaratibu uliomo ndani ya jamii kuhakikisha kwamba usimamizi wa rasilimali za bahari unakuwa wenye ufanisi. Kwa hiyo tulikuwa hapa na serikali kupitia idara zake za uvuvi na uhifadhi. Vile vile tulikuwa na afisa uvuvi wa wilaya, masheha pamoja na wawakilishi kutoka kamati za uvuvi. Kwa hiyo mradi huu utakuwa katika maeneo ya ndani ya wilaya ya Kusini. Lengo la warsha kwanza ni kuwaweka wadau wote wanaohusika tayari na kufahamu kwamba tayari kuna mradi kama huu, kwa hiyo na unatarajiwa kuanza punde tu baada ya hapa. Wito wangu kwa wanajamii waliopo katika maeneo ambayo mradi utakuwa unafika ni kushirikiana na sisi na kutuunga mkono katika yale ambayo tutakuwa tunaenda kushirikiana nao na kujadili nao pamoja, kwamba waone ni jambo lao na ni kwa ajili yao. Kwa hiyo watuunge mkono na washirikiane na sisi kwa kila hatua, kwa sababu ni kwa faida yao wenyewe na vizazi vijavyo.